mgeni wetu rasmi kiongozwa pamoja nao na wanafamilia, akiwepo ndugu yangu Bwana Asha Jakaya Kikwete, huyu kule kwetu tunayemwita Mlamtonga. Lakini pia tutambue uwepo wa dadangu Fatuma Mohamed, sisi maarufu tunamtambua kama Mama Nasir. Tutambue pia uwepo dada zangu Wanapasa Zani na dada Somoe. Lakini pia nitambue viongozi kutoka jimbo la Mchinga wakiongozwa na mama yangu Mayasa Mikidadi Bashe. Lakini pia tutambue uwepo wa Bizura Jida, Bisabela Majingi na Bi Mwanamisi Arifa. Hawa wote ni viongozi kutoka kule Lindi. Lakini kwa namna ya pekee kabisa nimtambulishe kwenu mtu ambaye nimebadilishana majukumu, mtoto hapa Kiomboi, ndugu yangu, dada yangu Elizabeth Ngerwa, ambaye alizaliwa wa hapa Kiomboi na ndio msaidizi wa mheshimiwa mgeni rasmi. Yeye analelea mama yangu na mimi ninawalelea wazee wake hapa. Ndugu mgeni rasmi, nimekaribishwa kwa ajili ya kutoa neno la shukrani kwa niaba ya wananchi, si tu wa wilaya hii ya Iramba bali wa mkoa mzima wa Singida, kwanza kwa kutukubalia ombi letu na kukaribisha kwa mgeni rasmi. Umekuja, umeshiriki nasi na kwa kweli tumefarijika sana, tunakushukuru. Lakini kwa namna ya pekee kabisa tunakuomba mgeni rasmi utufikishie salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi chetu, kwanza kwa kumteua mtoto wetu kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini la pili, kwa fedha nyingi ambazo zitakuja katika wilaya hii na mkoa huu ambazo zitafanikisha maendeleo mbalimbali katika mkoa wetu na wilaya yetu, maendeleo ya afya, maji, umeme, barabara na miundombinu muhimu mingine imeendelea kujengwa kwa kasi kubwa sana katika awamu hii. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Tunaomba ukionana na Mheshimiwa Rais mwambie wananchi wa Iramba, wananchi wa Singida, tunamshukuru, tunampenda, tunamheshimu, tunamuunga mkono na tunamtii na tutaendelea kupokea maagizo mbalimbali kutoka kwake. Mheshimiwa mgeni rasmi, shukrani zingine ni kwako wewe mwenyewe, kama nilivyotangulia, kwa kutukubalia kuwa mgeni rasmi katika shughuli yetu hii. Lakini pia kwa namna ya pekee kabisa nikushukuru kwa mchango wako wa miaka mingi ya ulezi, si tu kwa wanawake lakini kwa vijana wengi sana katika taifa hili. Umetaja katika hotuba yako, lakini pia walionitangulia kuzungumza wametaja sifa mbalimbali na mafanikio mbalimbali ambayo taasisi unayoiongoza ya WAMA imefanikisha katika tangu kuanzishwa kwake. Lakini nataka kutoa ushuhuda wa malezi ambayo si tu tunayatoa kupitia kwenye taasisi ya WAMA, lakini malezi ambayo wewe mwenyewe umeendelea kuyasimamia kama mama. Mimi niliosimama hapa ni miongoni mwa watoto wako ambao umetulea kwa malezi mazuri na bora kabisa mpaka tulifikia hapa tulipofika leo hii. Wapo miongoni mwetu ambao tumepitia malezi yako
Muungano wa Tanzania wakihudumu ndani ya serikali na kwenye taasisi mbalimbali ndani ya jamhuri yetu. Mama, tunakushukuru sana kwa malezi yako. Mimi binafsi nimekulia katika mikono yako tangu nikiwa mtoto mdogo mpaka leo hii. Ninakushukuru sana. Ni mengi uliyonifundisha ambayo mpaka leo yameendelea kuwa mwongozo wangu katika maisha yangu. Tangu nikiwa mdogo umenifundisha adabu ya kila aina, kuheshimu watu, kuwa mnyenyekevu na kuwa mtiifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa watu waliokuwepo hapa, kama isingekuwa kwa maneno yako kwamba mimi ni miongoni mwa watoto wako uliowalea wewe mwenyewe, wengi wao mpaka leo walikuwa hawajui kwamba mimi nililelewa na mke wa rais, tena ndani ya Ikulu. Angekuwa mwingine hapa, ila hapa mzima ungepata habari, lakini kwa malezi yako ninaendelea kwa unyenyekevu na nakushukuru kwa malezi yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kutoa shukrani sana kwako binafsi. Kweli si jambo rahisi kuanzisha Mungu kama